Wakati hifadhi za makombora ya ulinzi wa anga zikipungua na mustakabali wa msaada wa kijeshi wa Marekani kwenda huko nchini Ukraine ukizidi kutokuwa na uhakika, Kyiv iko chini ya shinikizo kubwa kutetea anga yake. Wasiwasi umeongezeka zaidi huku Urusi inapoongeza mashambulizi yake ya angani kote nchini Ukraine ikichanganya makombora ya ballistic na ndege zisizo na rubani ili kuzidi ulinzi wa anga. Pia miji ya Ukraine ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Kyiv inakabiliwa na uhaba wa makombora ya ulinzi wa anga. Chanzo katika jeshi la anga kutoka nchini humo kiliweza kuliambia hivyo shirika la habari la Kyiv Independent kutoka nchini humo, ambako pia mtaalamu wa masuala ya usafiri wa anga wa Ukraine anayefahamika kama Anatoly Kirapinchitsky alisema ya kuwa Urusi imebadilisha kwa kiasi kikubwa mbinu zake kwa kulenga Ukraine ya kati kwa makombora ya ballistic badala makombora ya kusafiri kama vile Iskandaris na Lahaja zilizoboreshwa za Korea Kaskazini, ambako pia hicho ni kama kiwango tofauti kabisa cha tishio katika nchi hiyo. Ingawa Kyiv inasalia kuwa jiji ambalo linalindwa zaidi huko nchini Ukraine, pia lenye mifumo ya ulinzi wa anga ya magharibi yenye hadhi zaidi, hatua za baadaye za Marekani na uhaba wa dunia wa makombora ya ulinzi wa anga kutokana na gharama yake huenda pia zikaathiri uwezo wake wa kulinda raia kote nchini Ukraine, ikiwa ni pamoja na mji mkuu wa Kyiv. Miongoni mwa makombora yenye uwezo mkubwa zaidi ya ulinzi wa anga yanayotolewa na nchi za magharibi yanayosimamia anga ya Kyiv ni pamoja na Patriot iliyoundwa huko nchini Marekani, ambayo pia Washington ilithibitisha kuwa ilitumiwa kudondosha kombora la kwanza kabisa la KH-47 la Kinzhal mnamo mwezi Mei ya mwaka 2023. Mifumo ya ulinzi wa anga ya Patriot imeonekana kuwa kibadilishaji mchezo kwa Ukraine, ambayo jeshi la wanahewa hapo awali iliweza kulazimika kutegemea matoleo ya zamani ya enzi ya Usovieti ili kuangusha shabaha za angani. Kwa sasa Ukraine pia ina mifumo takriban 8 ya Patriot, miwili kati yake haitumiki kwa sasa, ambapo kulingana na shirika la habari la New York Times lilisema ya kuwa mfumo wa ziada wa Patriot uko njiani kuelekea nchini Ukraine kutoka nchini Israeli kama sehemu ya ahadi iliyopangwa awali, ambako pia nakumbukwa rais wa nchi hiyo Bwana Volodymyr Zelensky alisema mwezi wa 4 ya kwamba Ukraine iko tayari kabisa kununua mifumo ya ziada ya ulinzi wa anga kwa nchi hiyo. Vifaa ni muhimu zaidi, risasi ni chache kwa idadi ili kutumia vyema mfumo wa rununu kutoka ardhini hadi angani ili kupambana makombora ya ballistic na ya cruise, na hivyo kulazimisha Ukraine kuzihifadhi hata wakati Kyiv inashambuliwa. Wataalamu wa kijeshi waliweza kusema hivyo. Ukraine pia inapaswa kuhamisha mifumo yake 6 ya uendeshaji ya Patriot iliyotolewa na washirika wa magharibi kwa muda nchini kote ili kulinda anga kutoka kwa makombora ya Urusi pamoja na drones, ambako pia Ukraine ingehitaji angalau mifumo miwili ya Patriot kwa kila jiji kuu kama vile Kyiv, Lviv na huko Dnipro, kuitetea kwa hakika zaidi kwa kutumia rada mbili kugundua vitisho vya angani. Krivolapi alisema hivyo katika ombi kwa washirika wa magharibi kusaidia kutetea raia huko nchini Ukraine. Zelensky amewaomba mara kwa mara wazalendo zaidi na risasi kwa ajili yao, ambako maelezo ya juu ya hisa iliyoweza kubakia ya kombora bado hajulikani, kwani Kyiv imelinda habari hiyo kwa usalama wa operation. Uhaba wa makombora ya Patriot unaendelea ulimwenguni kote, kwani uzalishaji ni mgumu na wa gharama kubwa. Krivolapi alisema ya kuwa mtengenezaji wa Marekani anayefahamika kama Lockheed Martin anaweza tu kutengeneza au kuzalisha takriban 500 kwa mwaka, ambayo haitoshi hata kama risasi zote zinazozalishwa zingetengewa Ukraine. Kampuni hiyo ilipewa kandarasi ya serikali ya kuongeza uzalishaji wa vingilia kati vya Paki-3 hadi makombora 650 kwa mwaka mnamo 2027.
Krivolapi alikazia kwamba takribani makombora mawili ya Patriot yanahitajika ili kuzuia kombora la Ballistic na uwezekano mkubwa zaidi au mdogo. Wakati huo pia Urusi inajaribu kila mara kuboresha makombora yake ya Ballistic na hivyo kuleta changamoto zaidi kwa Ukraine. Hii ni kulingana jeshi la anga ambako pia adui yani Urusi bado anafanya makombora ya kisasa. Msemaji wake Yuri Ihanati aliweza kusema hivyo katika mwezi uliokwisha kupita. Naye mtaalamu wa masuala ya usafiri wa anga anayefahamika kama Kirapichinski alidokeza kwamba uhaba wa viingilizi tayari ulikuwa muhimu katika mwaka uliopita 2024 wakati ucheleweshaji wa uwasilishaji wa msaada wa Magharibi ulipoambatana na Urusi kupeleka mbinu mpya mseto kwa kutumia ndege zisizo na rubani aina ya Shahedi, makombora ya Ballistic KH-47 Kinzhal Hypersonic Missile 155 na KH-47 Kinzhal Hypersonic Missile 151. Tunakabiliwa na uhaba wa viunganishi chanzo ndogo na hakuna mfumo unaoweza kudumu kwa muda mrefu bila kusambaza tena mara kwa mara. Kirapichinski aliweza kuliambia hivyo shirika la habari la Kyiv Independent, akikazia kwamba Ukraine ingehitaji takribani betri 8 au 9 za Patriot kwa jumla, zikiwemo takribani 3 kwa ajili ya Kiev. Idadi kubwa ya mashambulizi ya Urusi kwa kutumia makombora ya Ballistic ambayo ni tata ya haraka na ambayo mara nyingi yameboreshwa yamelazimisha Ukraine katika hali ngumu zaidi, hasa kwa hatari inayoendelea ya kwamba Washington inaweza kukata tena msaada wake wa kijeshi kwa Kyiv. Mtaalamu huyo amesema hivyo. Uwezo wa ulinzi wa anga wa Ukraine pia huenda ukawa wa kwanza kuteseka iwapo Washington itajiondoa katika usaidizi wake wa kijeshi nchini humo, jambo ambalo linaweza kutokea katika muda wiki chache. John Hadi ambaye ni naibu mkurugenzi wa mpango wa Urusi katika wakfu wa ulinzi wa demokrasia wenye makao yake mjini Washington aliweza kusema hivyo. Hadi pia alisema ya kwamba kulinda miji dhidi ya makombora ya Urusi na Korea Kaskazini bila viingilia vya Patriot itakuwa ngumu zaidi kwa nchi hiyo. Hali inaweza kuwa mbaya zaidi ikiwa Urusi ingeanzisha kampeni ya muda mrefu na endelevu ya makombora huko jiji la Kyiv, ikirusha makombora 10 hadi 30 kwa siku kwa wiki chache kwa vipindi vidogo, hasa kutoka maeneo ya kaskazini kama vile jimbo la Bryansk au huko Belarus, kulingana na mchambuzi wa kijeshi wa Poland Konrad Maizinka, mkurugenzi wa ushauri wa kijeshi wa Rochan mwenye makao yake huko Poland. Maizinka alisema kuwa anatarajia kiwango cha Kyiv cha kuzuia makombora ya Ballistic kupungua zaidi ikiwa Urusi itafaulu kuzima ulinzi wa anga wa Ukraine. Pia kupungua kwa viwango vya uvamizi ni kwa upande wake na ongezeko la maisha raia kupotea. Kiongozi huyo Maizinka aliweza kusema hivyo. Mwisho wa taarifa hii, pia taarifa zingine nitazidi kufahamisha hapa kwenye chimbo letu la habari za kimataifa, na kukumbusha tu ya kwamba pia usisahau kubonyeza neno subscribe kama bado hujafanya hivyo. Asante kama tayari, na pia karibu sana hapo baadaye kwa taarifa zingine zaidi siku ya leo kutoka huko Urusi na Ukraine, lakini pia kimataifa zaidi.